Tofauti za kibinafsi kati ya rais mstaafu Uhuru Kenyatta na aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua zinatishia mshikamano wa eneo la Mlima Kenya hata wakati joto la kampeni za uchaguzi wa mwaka 2027 likiendelea kushika kasi. Ingawa wote wanaonekana kukubaliana kuwa Rais William Ruto anapaswa kuwa rais wa muhula mmoja pekee, matukio ya mwezi Machi mwaka 2023 ambapo vijana waliodaiwa kusaidiwa na serikali walivamia shamba la Northlands, mali ya familia ya Kenyatta, na vitisho dhidi ya maisha ya Mama Ngina Kenyatta yamewaacha wakiwa wanavuta kwenye mwelekeo tofauti, huku Gachagua akitaja Jubilee kama kachero ya Kenya Kwanza. Je, Rais William Ruto anaweza kutumia tofauti kati ya viongozi hawa wawili wa Mlima Kenya kugawanya kura za eneo hilo ifikapo mwaka 2027? Mwandishi wetu wa masuala ya siasa Chris Tairo anatathmini swala hili kwa kina, na hii hapa taarifa yake. Uhusiano kati ya rais mstaafu Uhuru Kenyatta na aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua ulianza mwaka 2001 wakati Gachagua alihudumu kama msaidizi binafsi wa Uhuru akiwa kiongozi wa upinzani bungeni katika bunge la 9. Hata hivyo, uhusiano huu ulichukua mkondo mbaya wakati wa kampeni za mwaka 2022 ambapo Gachagua alianza kumshambulia waziwazi rais mstaafu. Rais Uhuru Kenyatta, wachana na sisi. Yule jamaa ya kwetu, haki ya Mungu, alikuwa amenipangia vibaya. Alikuwa amenipanga kunifunga mwaka 50 nikufie jela. William Samoei Ruto. Wakati wa kuapishwa kwa Rais William Ruto, Gachagua alimkosoa waziwazi Kenyatta. Hali hiyo ilibadilika na kuwa ya kibinafsi mnamo Machi mwaka 2023 wakati kundi la vijana walivamia shamba la familia ya Kenyatta lililoko Ruiru na kuharibu bila vizuizi vya polisi. Baadaye ulinzi wa Mama Ngina Kenyatta uliondolewa. Vyanzo vya karibu na familia ya Kenyatta vinasema familia hiyo iliahidi kutomsamehe kamwe Gachagua kwa madai alihusika na uvamizi huo. Na kulingana na mchambuzi wa siasa Kimani Mwangi, siasa za Gachagua ni zinachochewa na hisia na anaonekana kama mtu mwenye machungu. I think Gachagua took it too far. He must have had to hurry beyond where a gentleman can sit down and say, forget about the past. Because think about it. He had a quarrel, political quarrel with Ruto. He has more or less mended fences with him. Odinga seems to have left him and crossed over. He doesn't seem to have issues with Odinga. But then when it comes to Gachagua, he seems to have taken it personally. Kwa kufufuliwa kwa chama cha Jubilee ambacho kimekuwa kikubwa zaidi katika eneo la Mlima Kenya na kuibuka kwa chama kipya cha Democracy for the Citizens Party DCP kinachoendeshwa na Gachagua, ni dhahiri kuwa kutakuwa na mgawanyiko wa kura katika eneo hilo, haswa Jubilee ikisukuma jina la Daktari Fred Matiang'i katika eneo la Mlima Kenya. Now when you push a man to that level, you make it personal. Now the problem is that you're making it personal to a man who has means and ways to humiliate you politically, having been a president with all the billions we know the family could be controlling. Then Gachagua must be very careful. This one doesn't seem like it will end well for him. Kulingana na katibu mkuu wa Jubilee Jeremiah Kioni, kumekuwa na jaribio la maksudi la Gachagua kumtishia na kumchafulia jina Daktari Fred Matiang'i, Kioni akisema kuwa chama cha Jubilee kipo tayari kwenda peke yake katika uchaguzi mkuu ujao. This morning when I was coming here, Matiang'i reminded me that the individuals who may be saying that he's a puppet are the same characters who are used to laid his own house. Juzi tu, kulingana na sajili ya wapiga kura ya IEBC ya mwaka 2022, kaunti zote 8 za eneo la Mlima Kenya zilikuwa na jumla ya wapiga kura milioni 4.5 waliosajiliwa. Chris Tairo, KTN, Nairobi.